Vizuri sana hiyo. Sasa nataka kujua jinsi mazingira yalivyokuwa ya mchezo wenyewe na uamuzi ambao mwalimu amechukua kwenye selection ya kikosi. Kumwacha Teba nje na kwanza na Mukwala. Yes. Alikuwa sahihi kwa kiasi gani? Hapo tu ndio baba mimi nataka. Alikuwa sahihi kwa asilimia, naweza nikasema zaidi ya asilimia 80 alikuwa yuko sahihi. Na nakumbuka hata mechi ya kwanza ilivyomalizika, mimi ile first half kwa watu ambao wanafuatilia Instagram niliandika Lionel Ateba asirudi kipindi cha pili, aingie Steven Dese Mukwala, kwa sababu Al Masry ni timu ambayo inapenda sana kukaa nyuma ya mpira. Sasa kwa sababu ni timu ambayo inapenda sana kukaa nyuma ya mpira, unahitaji kuwa na mshambuliaji ambaye atawabugudhi walinzi wao. Yaani wale walinzi wakati wawili wasifanye movement za kuja juu au wasipokee mpira wakiwa comfortable. Na ndio kitu ambacho kilikuwa kinakosekana kwenye mchezo wa kwanza. Lakini unaona jana alivyocheza Steven Dese Mukwala, wale walinzi wawili wa Al Masry walikuwa hawasogei juu kulinki vizuri na walinzi wao na viungo wao wa walinzi, kitu ambacho kilipelekea sasa kufanya safu yao ya ulinzi kushake na ikaweza kuwapa space sasa Simba kuweza kutengeneza nafasi. Unajua kwenye kipindi cha kwanza Simba ilikuwa na nafasi kama 3 ambazo kama wangezitumia vizuri zote, ina maana wangemaliza first half wakiwa hata na maboma 3 yote kwenye kipindi cha kwanza. Kuna mmoja ambaye alikosa yeye mwenyewe Steven Dese Mukwala kama unaikumbuka, na nyingine ile na kichwa moja of course aliitumia, na nyingine nafasi ambayo alipata Elim Panzo akashuti moja kwa moja ikaenda wavuni, na nyingine alishuti ikaenda nje kama unakumbuka. Ile nafasi ilikuwa ni nafasi ya wazi. Of course ilikuwa nafasi ya wazi, lakini spaces ulipata. Unajua though ule ni uwezo binafsi wa Elim Panzo. Yes, na kushoot kutoka pale na kufunga. Si kila mchezaji anaweza kufanya hivyo. Yes, na moja ya sifa ya mchezaji anapaswa kucheza kwenye timu kubwa ni pamoja na kutumia nusu nafasi kuitengeneza kuwa bao. Ndio kitu au nafasi sio tarajiwa. Au nafasi sio tarajiwa kuwa bao. Unajua kwenye mpira kuna vitu viwili, kuna space ambayo ni nafasi na muda. Ukipewa nafasi na ukapewa muda, unapaswa kufanya maajabu bila kujali kwenye eneo gani. Naam. Maana yake tunapozungumza nafasi, kwanza uipate ile nafasi kwamba sasa una uwezo wa kuseti mpira. Cha pili ni muda ambao watu wanakupa, kwamba ukiwa una uwezo wa kuseti mpira mara kwanza, ukaseti mara pili, mara tatu ndo muda wenyewe. Kwamba umepewa muda mrefu wa kujifanyia setup ya mpira bila kubugudhiwa na mtu yoyote. Ndio kitu ambacho kilifanyika jana. Kwamba Elim Panzo alipata nafasi ya kuseti mpira vizuri, halafu akapewa muda wa kufanya maamuzi. Sasa kwa mchezaji mkubwa akipewa vitu vyote viwili kwa wakati mmoja kwenye eneo ambalo ni ndani ya 18 au nje kidogo ya 18, ni rahisi kwenda kupata bao. Ndio kitu ambacho amekifanya. Angalia magoli mengi ambayo mara nyingi huwa anafunga Faisal Salum yanafanywa kwenye makosa ya aina hiyo, kwamba kwa sababu ana footwork nzuri, ana uwezo mzuri wa kushuti, ana nguvu za miguu, ukimpa nafasi na muda anakuangamiza muda wowote. Ndio kama Stefan Aziz Ki pia the same, kwamba ni wachezaji fulani ambao hutaki kuwapa nafasi, hutaki kuwapa muda wa kufanya maamuzi. Yaani unapaswa kuwabugudhi, kwa sababu ukiwaachia nafasi na muda ni rahisi sana kwenda kukuadhibu kwa namna yoyote ile. Ndio kitu ambacho amekifanya Elim Panzo jana kwenye ule mchezo, kwamba alipata nafasi nzuri, akaseti mpira vizuri, na akawa na uwezo wa kumtazama golikipa amekaa kwenye eneo gani. Mwisho wa siku ametia mpira wavuni, Simba wameenda kuibuka na wameenda kuandika bao lao la kwanza. Lakini apart from ile kuna shuti lingine ambayo alicheza mpira ukaenda nje, ndio shuti ambayo nilikuwa nalizungumzia sasa, kwamba ile pia ilikuwa na nafasi ambayo sio nafasi kamili, lakini kwa quality yake alikuwa na uwezo wa kuifanya kuwa nafasi kamili kwa kwenda kuandikisha bao. Kwa bahati makadirio yake pia hayakuwa mazuri. Na moja ya changamoto pia ambayo Simba wanapaswa kuifanyia maboresho ni namna ya kutengeneza nafasi ambazo ni za wazi zaidi.